Mchezaji wa filamu kutokea nchini Marekani ambaye filamu yake kwa kweli ina trendi sana katika mitandao ya kijamii baada ya kuachiwa kwao, kwa sababu inagusa sehemu kubwa ya maisha ya wamama wengi ambao wanaishi bila baba wa mtoto ambao wanamlea, wengi wanaita single mothers. Sasa Tyler Perry ni mwongozaji wa ile filamu, na kwa sasa hivi kuna mashtaka makubwa ambayo yako yanamzunguka juu ya unyanyasaji wa kingono kwa bidada anayefahamika kwa jina la Derek Dixon. Bidada Derek Dixon amewasilisha shtaka kwenye mahakama kuu kule California kwa kumtaka jamaa aweze kulipwa kiasi cha dola milioni 260. Kwa pesa za Kitanzania hiki kiasi ni bilioni 680. Hizi ni pesa za madafu kwa kiwango cha Tanzania. Sasa jamaa tunatambua namna ambavyo story imegusa kwa kiwango kikubwa sana kwenye jamii, na watu wengi wameweza kuiongelewa kwa upana sana. Hii kitu kimefanya kesi ikiweza kuinuka upya na kuweza kuzungumziwa kwa namna nyingine kabisa. Huyu bidada ni mmoja wa waigizaji ambao walipata nafasi ya kuigiza kwenye filamu ya Ruthless ya kwake huyo Tyler Perry. Amedai kuwa jamaa alikuwa akitumia nguvu na ushawishi mkubwa ambao yuko nao kwenye jamii na hata kwenye kiwanda cha tasnia ya filamu kuweza kutumia nafasi hiyo kuweza kuwashawishi mabinti na watu wengine ili waweze kushawishika kingono na aweze kutembea nao. Nitakukumbusha tu katika historia, bidada Derek Dixon na Tyler Perry walikuwa wamekutana mwaka 2019, muda ambao Tyler Perry aliwakuta kundi la wanawake na huyo bidada akiwa ndani yake. Akaweza kumwomba namba yake ya simu, akamwambia ninaweza nikakupa kazi ya cast kwenye moja ya sanaa yangu ama kwenye kazi yangu moja ambayo naweza nikaja kuitoa. Kwa hiyo 2019 hiyo bidada akapata nafasi kwenye hiyo filamu ya Ruthless, lakini nyingine ni kwenye filamu ya OVO ambayo kiukweli nayo imekuwa ni filamu ambayo imezungumziwa sana tangia kuachiwa kwake. Mpaka hivi sasa mawakili ama wanasheria wa Tyler Perry wameshakuja juu na kuanza kuongea maneno ya kwamba huyu bidada kama lengo lake ni kutaka kumwangusha jamaa, basi hawezi kufanikiwa kwenye jambo hili. Sisi tunaendelea kuwa karibu na kuweza kufuatilia kisa hiki mpaka pale tamati itakapoweza kufikia, lakini bidada inaonyesha amekaza kweli kweli, hahitaji mazungumzo aina yoyote. Anachokitaka yeye ni fidia tu ili mambo yake yaweze kwenda kama vile ambavyo amehitaji. Mpaka hivi sasa hiyo ndio taarifa rasmi ambayo ipo kwa kutokea kule kwa Tyler Perry na bidada Derek Dixon. Ameweza kumweka kizimbani jamaa, na kwa taarifa ambazo zipo tutapata mambo zaidi ambayo yanafuata. Hii ilikuwa ni ripoti ambayo imetolewa na EW.com, akaunti ambayo ama media kubwa kule nchini Marekani, ikitoa taarifa hizi. Mpaka pale wakati mwingine, bye bye.